Pokea salamu za heri njema ya mwaka mpya, wapenzi watazamaji, kutoka kwa kituo chako ambacho kinawapea taarifa za ukweli. Ninawatakia afya njema mwaka huu mpya, vile vile na mafanikio tele. Hii leo ninaomba tuweze kubadilishana mawazo, mimi na wewe. Acha na mimi niweze kukuuliza, mbona hawa wanasiasa wanapokuwa kwenye ngazi ya juu serikalini wanasahau kuwafanyia wananchi kazi? Wanajiona kwamba hawatatoka pale madarakani, lakini wanapotoka madarakani wanaanza kujifanya kwamba wao ni watakatifu, mcha Mungu, ndiposa wananchi waweze kuwaonea huruma. Unanielewa mpenzi mtazamaji? Mbona ninazungumza hivyo? Mfano mzuri ni aliyekuwa spika wa bunge la taifa la Tanzania, bunge la muungano wa Tanzania, Tulia Ackson. Najua Tulia Ackson alikuwa spika wa bunge la Tanzania kuanzia mwaka 2022 mpaka mwaka 2025, na alikuwa makamu wa spika, ukipenda deputy speaker, kuanzia mwaka 2015 mpaka mwaka 2022. Sasa alipokuwa spika alijisahau sana, kajisahau kabisa na kuanza kumtumikia Samia. Alikuwa anapaswa kuleta usawa ndani ya bunge la Tanzania, asiegemee kwa serikali, asiegemee kwa upinzani, aruhusu mijadala ya kuboresha taifa la Tanzania ijadiliwe. Lakini kwa sababu aliweza kupewa kazi ya uspika na chama cha CCM, akaanza kufanyia CCM kazi. Sasa hivi kipindi ambapo ametoka madarakani, ameanza kujifanya yeye ni mwokovu sana, eti kwamba anamcha Mungu sana, eti kwamba anamuogopa Mungu sana. Lakini kitu ambacho kimeweza kunifurahisha, wananchi wamemwambia, tunakujua wewe ni nyoka, nyoka ni nyoka tu. Sasa hivi hauna meno ya kung'ata. Ulipokuwa na meno ya kung'ata, uliwaona wananchi kama kinyesi, uliwaona wananchi kama hawafai. Sasa hivi kipindi ambapo umeng'atuliwa, umenyofolewa kuwa spika, unajifanya mtakatifu. Naomba uweze kuangalia hiyo kauli ambayo huyu spika ama aliyekuwa spika Tulia Ackson ameweza kuichapisha. Maneno manne tu ameandika, "O Lord of Hosts", yaani ewe Mwenyezi Mungu. Sasa anaita Mungu kipindi ambapo ameondoka madarakani. Of course, ninajua kwamba hata Mwenyezi Mungu huwa anasamea kipindi ambapo tumekosea. Lakini Watanzania unajua wamemwambiaje? Ulitukanyaga ukatuona kama kinyesi, alafu sasa hivi ndio unataka kujifanya mtakatifu. Mfano, ninaomba uweze kuangalia kauli 2-3 ambazo wameweza kumwambia, alafu nitakueleza kwa nini Watanzania wako na hasira sana mpaka wanamvamia Tulia Ackson upande wa mitandao ya kijamii kwenye kauli ambazo anazichapisha. Angalia hapo. Mmoja akamwambia kwamba shetani akibadilika anakuwa malaika. Mama Sasa wanasema hivi, Tulia Ackson yeye ni shetani, amebadilika, anataka kukuwa malaika.
Miaka ya hapo nyuma alikuwa ni shetani. Kuanzia mwaka 2022 amekuwa shetani. Sasa anataka kubadilika kuwe malaika. Mwingine mwenye anaitwa Pascal Kalanga akamwambia kwamba things fall apart, yaani mambo hubadilika. Juzi alikuwa na kiburi, sasa hivi kiburi hakuna. Nilisikia kwamba aliahidiwa atapewa kazi ya uwaziri, akaachana kung'ang'ania uspika. Kumbe wamemdanganya, hawakumpea hata hiyo kazi ya uwaziri. Ndio maana anatulilialilia kwenye mitandao ya kijamii. Mwingine mwenye anaitwa Mwampagata akamwambia hivi, siku hizi unaposti sana mambo ya Mungu. Umewahi jiuliza kwa nini au sikukagua posti zako za mwaka jana? Kama ulikuwa kama kipindi hiki tunapokosa tunamkumbuka sana Mungu, sisi tushajizoelea kukimbizana na maisha na sio kuyaishi. Yeye anamuuliza hivi, siku hizi unataka kujifanya mtakatifu, unachapisha sana mambo ya Mungu. Umewahi jiuliza mbona Watanzania hawakuwa naangalia kauli zako mwaka uliopita? Ni kwa sababu ulikuwa unamtetea Samia. Mingine akamwambia hivi, nimetiki habari nyingine kama hii, we don't like it. Tuendelee na maisha hayo mengine. Waswahili husema majuto ni mjukuu, baba yake ni tendo. Usijute sana, just life, take it easy sister, tulia. Huyu akamwambia hivi tumesha kuzoea na tumeona wengi ambao wanajilaumu hivi kwamba Waswahili walisema majuto ni mjukuu, huja baadaye, na baba yake ni matendo. Usijute sana, tulia. Sasa naomba nikusomee kauli ya mwisho ambayo inasema hivi, watawala wanapokuwa kwenye nafasi za kiserikali wanajiona wenyewe kama ndo Mungu. Wakishushwa kwenye hizo nafasi, baadaye wanakuja kugundua kumbe wako peke yao, ndo humrudia Mungu tena na kukumbuka mabaya waliowatendea watu, ila tu yanabaki kuwa majuto. Ni mjukuu, wanatamani wafanye kitu lakini hawapo tena kwenye nafasi hizo, inabaki kuwa maisha ni hadithi tu. Sasa tunawasimulia kwa mabaya walioyatenda raia. Alizima bunge lisijadili utekaji na mengine mengi. Muda si mwalimu mzuri sana. Unaona, huyu anamuuliza hivi, yani mbona viongozi wanapokuwa madarakani hawawajali wananchi, lakini wanaposhushwa ndio wanaanza kujifanya kwamba wamemrudia Mwenyezi Mungu. Na amewaambia kwamba majuto ni mjukuu. Mlipokuwa madarakani mliwafanyia wananchi mabaya. Lakini kusema ukweli, wacha nikwambie mpenzi mtazamaji, sababu kuu ambayo inawafanya Watanzania kuweza kumvamia na kumshambulia Tulia Ackson kwa kauli ambazo ameweza kuzitoa kwenye mtandao wa kijamii akimulilia Mwenyezi Mungu. Nambari moja ni kwa sababu alitumia mamlaka yake vibaya. Mamlaka yake vibaya aliyatumia kivipi? Alipokuwa spika, alizima mijadala ya utekaji na mauaji na mijadala mingine ambayo ingewasaidia Watanzania isijadiliwe bungeni. Unajua, mjadala kama vile wa utekaji, mpenzi mtazamaji, ni mkubwa sana. Ukijadiliwa swa bungeni, mahala ambapo sheria zinaundwa, angalau unaweza ukasaidia tuweze kupunguza visa vya utekaji. Lakini Tulia Ackson alipokuwa spika alifanya nini? Unajua, alipiga marufuku miswada kama hiyo isijadiliwe bungeni, eti kwamba watakuwa wanamharibia Samia Suluhu Hassan jina.
Sasa anajutia. Angalia, kila kona ya Tanzania wananchi ni kutekwa, kutekwa, kutekwa. Wengine ambao walikuwa wametekwa kipindi chake hawajawahi patikana. Akina Humphrey Polepole hawajawahi patikana. Sasa ni kama anajutia kwamba alipokuwa madarakani alitumia mamlaka yake vibaya. Sasa anataka kujifanya kwamba amerudi kwa Mwenyezi Mungu. Watu kama hawa, wapenzi watazamaji, msijaribu kuwapea sikio. Kwa nini ninawaambia hivyo? Huyu mama nimemwangalia kwa jicho la tatu. Huyu Tulia anaweza ikawa kwamba mwaka 2030 anataka kuja kuchukua fomu ya kuwania kiti cha urais Tanzania kupitia kwa chama cha CCM au chama kingine. Sasa anataka kujifanya mtakatifu, anawapenda wananchi, anawasikiliza wananchi, ili wananchi waanze kumzoea mapema, wamsamehe, ili itakapofika mwaka 2030 wamchague kama rais. Jinsi ambavyo nimefikiria, na ninafikiri kwamba sijakosea. Lakini unajua nyoka ni yule yule. Ifikapo mwaka 2030 kama watakuwa mamlakani na atakuwa anagombea kiti cha urais, huyu Tulia Ackson, jinsi ambavyo nimepewa taarifa, kumbuka yale mabaya ambayo aliweza kutufanyia kipindi ambapo alikuwa ni spika wa bunge la taifa. Alipokuwa spika wa bunge la taifa la Tanzania, kama alizuia mijadala ya kujadili utekaji nyara na mauaji, hebu jiulize sasa, yeye ndio rais wa Tanzania, atafanya nini? Si atauza hata nje? Kumbuka kwamba Tulia alipokuwa spika, mambo ni mengi ambayo walikuwa wanayafanya ya kisiri na Samia. Hayo mambo ya kisiri, wale ambao watakuja kugharamia ni sisi raia. Kwa hivyo, kabla mjaweza kumuonea huruma Tulia, kumbuka alipokuwa madarakani, alipokuwa na mamlaka ya spika, alitukanyaga na miguu yake miwili hadi akatunyea. Sijui wazo lako ni lipi? Wananchi wameweza kumvamia sana. Asante sana.